Na hii ndio historia ya kweli ya Papa Francis, ambaye alijulikana kama Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio alizaliwa tarehe 17 Disemba mwaka 1936 huko Buenos Aires, mji mkuu wa Argentina. Sababu alizaliwa katika familia ya kimasikini, ililazimika kupambana kuweza kujisomesha mwenyewe, na aliweza kufika katika elimu ya juu. Akiwa katika chuo akisomea masomo ya kemia, alipambana ili aweze kusoma, lakini ada ilikuwa changamoto. Hii ikamfanya kupambana kutafuta kazi kila mahali. Aliambulia kazi ya ulinzi katika klabu za usiku. Kwa Kiingereza wanaita night club, huku kwetu tunaita ni bar. Aliweza kufanya kazi bar na alishuhudia madudu mengi ambayo alikuwa akiendelea huko. Kama unavyojua, bar nyingi zinakuwa zina madudu mengi sana, ambayo kwa mtu kama Papa ambaye tunajua ni Papa Francis, kwa upande wake vingeweza kuwa vikwazo kwake, lakini aliweza kupambana na maisha yake hayo magumu mpaka mwisho wa siku akaweza kuhitimu. Baadaye tarehe 11 Machi mwaka 1958 aliitikia wito wa kitawa na kipadre, akaweka nadhiri za muda ambayo ilikuwa ni tarehe 12 Machi mwaka 1960, na akapata upadirisho tarehe 13 Disemba mwaka 1969. Akaja kuwa papa rasmi tarehe 13 Machi mwaka 2013. Lakini leo Jumatatu Aprili 21 mwaka 2025, dunia imempoteza baba mtakatifu Papa Francis, ambaye alifariki akiwa na umri wa miaka 88 katika makazi yake ya Casa Santa Marta, Vatican. Kifo chake kilitokea saa 1:35 asubuhi, na taarifa rasmi ilitolewa na Kardinal Kevin Farrell kupitia vyombo vya habari vya Vatikani. Papa Francis, ambaye jina lake la kuzaliwa ni Jorge Mario Bergoglio, alizaliwa tarehe 17 Disemba mwaka 1936 huko Buenos Aires, Argentina. Kabla ya kuwa papa, alikuwa askofu mkuu wa Buenos Aires na kardinali. Alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu, kujali masikini na kusafiri kwa usafiri wa umma badala ya magari ya kifahari. Alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki tarehe 13 Machi mwaka 2013 baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedicto wa 16. Yeye ndiye papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na pia wa kwanza kutoka shirika la Kijesuiti Jesuits. Tangu achaguliwe, Papa Francis amesisitiza umuhimu wa huruma, haki ya kijamii, ulinzi wa mazingira na mageuzi ya ndani ya kanisa. Papa Francis alikumbwa na changamoto za kiafya katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na upasuaji wa utumbo wa mwaka 2021 na matatizo ya mapafu yaliyomlazimisha kulazwa hospitalini kwa pneumonia ya pumu mapema mwaka huu. Aliruhusiwa kutoka hospitalini mnamo Machi 23 mwaka 2025 na alionekana hadharani kwa mara ya mwisho akiwa na afya kidogo iliyoimarika kabla ya kifo chake. Mazishi ya Papa Francis yanatarajiwa kufanyika kwa mujibu wa mapokeo ya kanisa, ikiwa ni pamoja na maonesho ya mwili wake katika kanisa la Apostolic Palace. Kwa mujibu wa mapenzi yake, anatarajiwa kuzikwa katika kanisa Santa Maria Maggiore. Viongozi wa dunia wameonesha maombolezo yao kwa kifo cha baba mtakatifu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, baadhi ya viongozi wa dunia wameonesha maombolezo yao kwa kifo cha Papa mtakatifu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alimtaja Papa Francis kama mtu wa unyenyekevu upande wa walio dhaifu na walio hatarini. Rais wa Urusi Vladimir Putin alielezea pole zake kwa Vatikani, akisema Papa Francis aliendeleza kwa bidii mazungumzo kati ya kanisa la Kirumi na la Urusi, pamoja na ushirikiano mzuri kati ya Urusi na Vatikani. Papa Francis atakumbukwa kama kiongozi aliyekasirika na mapenzi ya kweli. Papa Francis atakumbukwa kama kiongozi aliyekasirika na mapenzi ya kweli kwa binadamu, aliyejitolea kwa mabadiliko ya kijamii na ambaye alisisitiza umuhimu wa huruma, haki na amani kote duniani.